Uzito wa jambo hili ndilo lililotufanya sisi Dodoma tutangaze kwamba mwaka huu ni mwaka wa familia, na specifically baba na mama. Familia nyingi zinapitia wakati mgumu, na sababu kubwa ya ugumu huo unatokana na baadhi ya wababa na wamama kuto kuwajibika inavyopasa. Hawafuati mfano wa wazazi wenzao katika familia takatifu Yosefu na Maria. Kwa hiyo kwa nafasi hii ninawatuma sasa ninyi mapadri wapya pamoja na mapadri wote wa jimbo hili kwenda kuwakumbusha wababa wote kuwa, moja, wake zao wanawategemea watoe mwongozo wa maisha na kuwatia moyo. Watategemea hilo sana kwa wababa. Wababa wengine wamesahau. Wakumbusheni wababa kwamba wanawategemea wawasaidie wake zao katika kupambana na changamoto katika maisha, si kuacha peke yao na kumwambia utajiju walia peke yako huko wewe mama. Kwa hiyo asiwepo baba atakayetelekeza familia yake, ambalo hilo nalo ni tatizo kubwa siku hizi. Wababa wengi wakipata changamoto katika maisha, wanachofanya ni kukimbia na mwachia mama familia. Wakumbusheni ni wajibu wao kukaa na wake zao na kuona namna ya kutatua matatizo, kukimbia familia. Waambieni kuwa watoto wanawategemea wawasaidie katika kutimiza ndoto zao, ikiwa ni pamoja na ushauri wanapofikia umri wa kuchagua kwenda chuo, aende chuo gani, kuchagua kazi, achague kazi gani na kadhalika. Wakumbusheni wa baba kuwa watoto wanafurahia uwepo wa baba, the presence, uwepo wake tu ni furaha kwa watoto, na mama vile vile, hasa wale ambao hawaonekani wiki nzima, hata mwezi wanapishana na watoto tu mpaka baba anaitwa mjomba. Wakumbusheni wa baba kuwa wake zao na watoto wao wanafurahia kuwa na baba mpambanaji na sio baba aliyekaa kiasara tu. Alafu waulize wa baba swali hili: wanatumia muda mwingi kiasi gani kukaa pamoja na familia zao kwa ajili ya kusali, kuzungumza pamoja na hata kula pamoja? Muda gani kwa wiki? Waulizeni wajibu hilo swali. Waulizeni wa baba wanajihusisha vipi na familia kubwa zaidi kuliko familia yao, ile familia inayowazunguka, kama jumuiya ndogo ndogo, kwa mfano vyama vya kitume, kwa mfano majitoleo kwa kanisa, kwa mfano swala zima la fungu la 10, kwa mfano, na michango mingine. Wanajihusisha vipi hawa baba na familia hiyo kubwa zaidi? Wakumbusheni wa baba kwamba kuwa baba ni cheo chenye gharama kubwa, gharama ya muda, gharama ya fedha, gharama. Wamekikubali hicho cheo wakiishi. Na wamama je? Hayo niliyosema kuhusu wa baba yanawahusu pia kina mama, kwa wakumbusha. Lakini pamoja na hayo, naomba mwakumbushe wa mama kuwa wana wajibu wa kutengeneza tabia za watoto. Ili tabia za watoto ziwe nzuri, zinamtegemea kweli mama. Mama wafundishe maadili. Mama atoe elimu ya awali kwa watoto kuhusu Mungu, awe mfano mzuri kwa maisha ya watoto. Yuko nao mara nyingi. Wakumbusheni wa mama umuhimu wa kushirikiana vema na waume zao, kuwa kiungo muhimu kati ya baba na mama. Je, mama akikaa legelege, familia inakuwa legelege hivyo. Mama kiungo safi muhimu. Wakumbushe kwa wao ni kisima cha upendo katika familia. Lakini pia wasijisahau kujipamba na fadhila ya unyenyekevu kama Mama Maria alivyokuwa. Baada ya kumsaidia kila baba na kila mama kujitafakari, pia tuwasaidie wote pamoja kujitathmini wao wenyewe mahusiano yao. Waulize wanasaidiana vipi katika kuishi maisha ya sakramenti wao na watoto wao. Wafanye nini zaidi ili mahusiano yao yawe bora zaidi,
kuliko yalivyo sasa hivi? Waulize, watazame wana changamoto gani, wakae chini, watafute njia ya kuzitatua, na sio kwenda kusema barabarani. Haisaidii kitu. Washaurini wazazi wote wawe na uthubutu wa kukaa na kujadili mambo ya familia kwa waziwazi bila kuficha, na pia waheshimiane na wasameheane. Mapadri wapya na wote, naomba pia tuwakumbushe wazazi wasifanye watoto wasipendane au wabaguane. Kuna wazazi ambao, kwa mfano, kama ana mtoto mmoja wa kike na wawili wa kiume, wana tabia ya kumpendelea huyu mmoja wa kike wakasahau wale wa kiume, mpaka wanaanza kuona wivu tena. Si sawa wazazi, na mapadri mkawaambia si sawa. Mbele ya safari haitapendeza. Basi hayo naomba mkawaambie, na mengine yanayohusu baba na mama, ili baba na mama katika familia zetu wawe kweli chumvi na mwanga kwa jamii.